Bakari Kiboga, mbona unatoa macho tu hutii neno? Ina maana unashindwa hata kusema alhamdulillah wewe mwanaume? Kwa mtu ambaye ni hanisi, mlajoni, anafinula, angeweza kusema alhamdulillah kwa haraka. Lakini mwanaume lijali ambaye sio hanisi, ametahiriwa, ameenda jandoni, hawezi kusema alhamdulillah kirahisi namna hiyo kwa vitu vya mdonyole. Yaani familia yangu nzima, mke wangu, mtoto wangu na mimi mwenyewe tunahamia kwa mwanaume mwenzangu. Ina maana sie wote tunaolewa na huyo Mkongomani. Sasa mume wangu Bakari Kiboga, kwanza nani kakwambia hapa nyumbani kwamba kaolewa na huyo Mkongomani? Kwamba tunakwenda huko kwa Mkongomani kwa sababu tumeolewa? Hatujaolewa sisi, tunaondoka hapa tunakimbia matatizo. Nakumbuka huo ni mshahada tu ambao mtu kwa roho yake nzuri kaamua kutupa mzee. We have to respect him. Lazima tumuheshimu, kwa sababu utapata wapi kijana ambaye anaweza kuikaribisha familia nzima nyumbani kwake, kwenye jumba lake la kifahari, akaamua kuwasaidia kulala kwake, kula kwake, each and everything. Sasa kwa nini tusikimbilie hii baraka? Mwanangu, unajua wewe ni mtoto wa kiume, sawa eh? Sasa mtoto wa kiume kupenda vitu vya mdonyole, hiyo ni dalili ya utunyele. Huo ni utunyele uliopitiliza, kwa sababu haiwezekani hata kidogo. Hebu chukulia kwa mfano, hii ingekuwa ni taarifa ya habari, kichwa chake kingelikuwaje? Kwa sababu mie Bakari Kiboga, mke wangu Bimlole na mtoto wangu Shemtoi twenda kuishi kwenye apartment ya Kigogo, twapelekwa kwenye apartment, kichwa cha habari hii ingekuwaje? Sasa kichwa hapo kingekuwa tu kwamba familia ya mzee Bakari Kiboga imebahatika au imepata bahati ya kwenda kulelewa kwenye jumba la kifahari. Kwa upande wa mamayo, hiyo ndo kaona hiti kwamba ndo kitakuwa kichwa cha habari. Na wewe Shemtoi, kingekuwa kwamba familia ya mzee Bakari Kiboga imeokota dodo chini ya mpera kwenda kuishi kwenye apartment ya Mkongomani. Hakuna, wote mmebwabwaja. Kichwa ambacho kitasambaa kutokana na hili tukio ni kwamba familia ya mzee Bakari Kiboga imetolewa posa na kuolewa ndoa ya mkeka na Mkongomani na kwenda kuishi katika apartment ya gharama. Haya maisha mimi siwezi kuyakubali hata siku moja. Siwezi, mimi lijali mwanamume. Siwezi kutolewa hapa na familia yangu eti nahamishwa na mwanamume mwenzangu kwenda kuishi kwenye apartment. Hilo swala haliwezekani. Wakati unasema hivyo Bakari Kiboga, maneno makali hayo, fikiria kuhusu Zumbe. Zumbe atakuja kuteketeza kila kitu hapa. Kizazi kitakwisha hiki. Ndio maana mimi nimekwambia mume wangu, hii ni dharura. Sio kwamba tunakwenda huko tunapenda, hapana. Ni dharura hapa, tunatakiwa kuondoka. Tutakwenda kukaa huko kwa huyo kijana, baada ya siku kadhaa tukiona Zumbe kapotezea, basi tutarudi nyumbani kwetu. Ni hivyo mje. Hata mimi nilikuwa nataka niseme hivyo kwamba hatuendi kukaa huko milele. Tukikaa milele kwa yule bwana, maana yake ni kwamba kama tumeolewa sasa kweli, tunaenda kukaa almost 1 week or 2 week or 1 month, depend to mood of Mr. Zumbe. Tunategemea Zumbe akiwa ametulia, ametukaushia, basi tunarudi kuishi kwenye nyumba yetu mje. Lakini mimi bwana, naomba mje wangu tuondokeni, twendeni. Mimi nimemuomba yule bwana akakubali, nimemuelezea situation akasema waambie wazazi wako mje muishi nyumbani kwangu. Jamani, kwani kichwa cha familia hapa ni nani? Ni wewe babangu. Anayetakiwa kusikilizwa decision yake, maamuzi ni nani? Ni wewe babangu. Sasa mimi maamuzi yangu kama kichwa cha familia ni kwamba sito subutu kuruhusu familia yangu kwenda kwa yule bwana Mkongomani. Mimi naenda kwa kweli. Mimi siko tayari kubaki hapa nije nitekwe tena sijui nifanywe matatizo gani na mzee Zumbe. Mimi nitaondoka. Hata mimi naondoka ije, kwa sababu tayari nishamkata makende yule bwana, hata kubali kuniacha salama. Wewe Shemtoi, unyangishe. Kwa hiyo mke wangu nawe unakwenda? Na mimi naondoka ndio. Mnanisaliti. Tuondoke. Siwezi kwenda. Mimi wacha nifie hapa, lakini hapa mimi siondoki. Siwezi kuondoka nyumbani kwangu kwenda kukaa kwa mwanaume mwenzangu. Nilijua tu Bimlole kwamba unamtaka yule Mkongomani. Kwa? Bimlole, mke wangu unamtaka Mkongomani. Wewe Bakari. Darasa, nafikiri leo tutafanya mtihani kwa amani sana, kwa sababu mtu ambaye alikuwa analeta vurugu na kutukosesha amani katika darasa hili tayari kashafukuzwa. Na pia tunamshukuru sana mwalimu yule wa michezo kwa kutufukuzia lile baba, kwa sababu lile ni chizi jenda wazimu kabisa. Mimi sijawahi kuona mwanafunzi mtukutu kama yule, mchawi. Chawi kalia mwiko kabisa, mimi sijawahi kuona. Kausha. Yuko wapi kwani? Ongea, endelea kuongea madam, lakini jitahidi kuwa na mipaka. Alafu pia
ubakize akiba ya maneno, usiongee ukamaliza maneno yote. Linaweza likakukuta la kukukuta muda wowote ule. Alafu mimi nilikuwa na shauri ni bora uendelee kugaa mitihani tu kuliko kuanza kubwabwaja kuongea vitu ambavyo havikuhusu. Na mimi niko sambamba na Sam Cheupe, madam msimamizi wetu. Endelea kugaa mitihani, fanya kilichokuleta kwenye chumba cha mtihani kuliko kuanza kubwabwaja na kuongea vitu ambavyo vitakuletea matatizo zaidi. Utapata matatizo na utakosa mtu wa kukusaidia. Hivi kumbe nyewe wanafunzi sometime na nyewe mnakuaga mafana Mimi nawaambia kuhusu mwanafunzi ambaye alikuwa anatutindilisha hapa darasani, amepigwa vichwa na mwalimu wa michezo kaondoka. Tunashukuru Mungu na nawaambia muwe na ushirikiano zaidi. Halafu kumbe nyewe mnaanza kunisema tena mimi. Sasa mimi mnanisema kwa ubaya gani nilokuwa nao? Mimi mwenyewe namuogopa yule kijana, lakini sitoacha kumsema kwa sababu tayari kashafukuzwa. Sawa, wewe endelea kuchamba umbea. Sasa msigongongone hivyo, acheni kupiga kelele kwanza. Mimi lazima nimseme yule kijana, ni mpumbavu, mwenda wazimu, chizi kabisa. Chizi lililopitiliza, limetoka milembe. Chizi, lile chizi lenye upala ngwengwe kabisa, ndevu mbili. Jitu lenyewe sura mbaya. Sura kama kwapa la sokwe mtu. Uko sasa unakokwenda ni mbali sana madam. Unakwenda mbali sana madam. Unapitiliza. Hebu fanya kilichokuleta darasani. La sivyo nitakufanya kitu kibaya hapa nikuumize zaidi. Na sasa hivi nikikupiga kimbola hunyanyuki tena. Yuko wapi? Eti darasa yuko wapi? Yuko kwenye kichungu chako. Anaongelea wapi? Anaongelea kwenye kichungu. Jamani karudi tena ukijana. Mbona msumbufu kiasi hiki jamani, karudi tena. Ngoja nikamuite mwalimu wa michezo. Ngoja nikamuite. Sijui shuleni kuna amani, ila namwamini sana mwalimu wa michezo. Yule ni mwalimu Nankai. Najua akiwepo yule shuleni kwangu amani kidogo inatawala. Sijui ameweza kumeneji lile vurugu la Kitundu na baba yake Mzee Msegena. Sijui ndo Kitundu anaendelea kufanya mitihani tu, aliyakuwa nishamfukuza shule. I don't know. Na siwezi kwenda kulisimamia hilo kwa sasa hivi tena, kwa sababu siwezi kwenda mahali popote na hii rangi. Tabidi nitulie kwanza hapa. Nitulie kwanza hapa. Huyu mama nimuendeshe hadi atafute namna ya kunisaidia. Siwezi kutoka hapa Guram. I can't get out of here. Dr. Martha, samahani kwa kuchukua muda wako. Nimekuita hapa kama mkurugenzi msimamizi wako katika hospitali hii na pia kama mwajiri wako. Huyu mzee hapa nadhani unamsimamia wewe, si ndio? Huyu mzee anahitaji kufanya majaribio ya kile ambacho umemfanyia matibabu. Lakini sasa nilikuwa namwambia kama unataka kufanya majaribio tukuitie mke wako uje ufanye majaribio naye hapa. Akakataa katu akasema yeye hana mke, anakuomba wewe kwa bajeti ya shilingi milioni 10 mfanye jaribio hilo japo kwa dakika chache ili aangalie kama kizazi chake kiko sawa. Bajeti ni shilingi milioni 10 na zingatia kwamba dakika chache tu za kufanya majaribio. Huenda tukachukua hata dakika 5 tu basi. Kidogo, kiduchu. Yani kiduchu tu kwa shilingi milioni 10. Dr. Sengo, bosi wangu. Kwa heshima yako naomba nimpunguzie tusi huyu baba, maana nilimwandalia bonge la tusi, lakini acha tu nimtukane kwa hiki kidogo. Mzee Zumbe, makalio yako. Kama pesa zako zinakuasha, ziende zikamwashie kwa bibi yake. Mimi siko tayari kufanya huo ufala hata kwa shilingi milioni 100. Zumbe, umemsikia binti alichokisema kwamba hayuko tayari kushodogwa hata kwa kiasi cha pesa milioni 100. Hayuko tayari kabisa. Sasa na wewe Dr. Sengo, huyu ni mfanyakazi wako. Hebu just show your greatness. Onyesha ukuu wako sasa hapo. Huyu unamsimamia wewe, kila kitu anachokifanya hapa anapaswa kufanya kwa maelekezo yako. Ukimpa maelekezo huyu ya kazi, hawezi kuyakataa huyu. Zungumza naye. Bwana Zumbe, sijakataa. Mimi ndio kiongozi, msimamizi, mkurugenzi na mwajiri wa huyu binti. Na anafanya kazi kulingana na maelekezo yangu, lakini ni maelekezo yale ambayo tayari tulishakubaliana kwenye mkataba. Mkataba unasema kwamba binti atafanya kazi zote zinazohusiana na matibabu katika hospitali yangu, lakini si kazi za kubinuka. Hiyo kazi yako ya kubinuka huyu haimuhusu, ndio maana nashindwa
kumwamuru afanye kazi ambayo haipo katika mkataba. Na hata kama ingelikuwepo kwenye mkataba, nisingelikubali hata kidogo mwili wangu uguswe na wewe babu. Babu wa hovyo usiyejiheshimu. Uheshimu hata kidogo nyuchi yako wewe. Ndio maana kumbe wenzako wamekurubutula makende. Binti, domo hilo. Chonde na kuomba. Sitaki mie kupigiwa kelele, kuongeleshewa kwa domo refu namna hiyo. Domo la ponza bichwa hilo. Domo hilo binti wewe. Umenielewa Kwanza hii mechi sija kuomba bule. Ni mechi ambayo mie mwenyewe nimetia hela, tena pesa nyingi, milioni 10 kwa show ndogo tu ya majaribio. Mzee mwenzangu, mimi sijawaita hapa kwa sababu ya kuja kugombana. Lengo langu lilikuwa ni kwamba kuzungumza na binti, kama angekubali basi mimi ningeruhusu, kwa sababu hiyo issue ni personal. Ni issue personal, mtu mwenyewe akitaka au kama hajataka whatever. Nisingeliweza kumlazimisha huyu kufanya chochote hapa pasina yeye mwenyewe kutaka. Sasa binti hajataka, sasa sidhani kama kuna haja tena kuendelea kugombana. Wewe tafuta namna nyingine, kama unatafuta binti mwingine, okay. Anyway, hapana, mimi sitaki binti mwingine. Namtaka huyu binti huyu. Namtaka sana huyu. Na kama nyewe mnaona milioni 10 ni chache, basi naongeza 10 nyingine zinakuwa milioni 20. Halafu kingine, daktari, hebu acha upuuzi na wewe. We mtu mzima, masharubu yamekushuka namna hiyo, lakini huna busara hata kidogo. Hutaki kumsikiliza mtu mzima. Mie mtu mzima ujue mwenzako. Hebu jali hisia zangu basi. Mie nitaongeza milioni 10 nyingine za 20. Namtaka huyu binti japo kidogo, na hii ni sehemu ya kazi. Kwa sababu hii hospitali sinahitajika kufanya practical. Atafanya nani practical kama si wafanya kazi? Namtaka huyu binti kwa milioni 20. Masa. Unamsikia mzee kapanda, amepanda kutoka kwenye 10 hadi kwenye 20. Unaionaje? Hello. Pesa hizo Martha, kwa sababu huyu mzee mwenyewe sidhani kama anaweza kuipiga show kawaida kama tunavyozoea katika maisha ya kawaida. Kwa hiyo nadhani ungembless uchukue hizo 20 haraka. Dr. Sengo, mlezi wangu, bosi wangu, mwajiri wangu, unajua nakuheshimu sana we baba Najua. Unaelewa hilo Kabisa. Basi naomba tuheshimiane babangu. Nimekwambia mimi siko tayari kuikabidhi nundu yangu kwa huyu mbabu hata kwa gharama yoyote ya milioni 100. Hizo 20 tu. Milioni 100 mimi sipo tayari hata kwa 100. Unazalau we binti, usizalau pesa we bibie wewe. Hiyo milioni 20 si upele huo. Hizo ni pesa, na kama ni upele jikune utoe milioni 20 kama utaweza. Hizo ni pesa, milioni 20 unapata EST mpya kabisa namba hii. Kwanza hapa hospitali wewe kazini huwa unakuja na usafiri gani? Una gari wewe? Una usafiri wako binafsi wewe? Sasa ukiokota hiyo milioni 20, si utanunua ST mpya namba hii unakuja nao kazini? Umekosa nini? Dr. Sengo, aja na nini huyu hapa kazini kila siku? Bila shaka ni bajaji. Kila siku huwa naona anashuka katika bajaji. Manake kwanza ncheke. Sasa ndio unadharau milioni 20 wakati kumbe kila siku na request bajaji. Sasa milioni 20 hiyo ushapata ST mpya namba hii waja nayo kazini, umekosa nini? Mshahara wamlipa shilingi ngapi huyu? Mshahara japo si vyema sana kutaja mshahara wa mtu, lakini mshahara wa wafanyakazi wangu wote 100% huwa hauzidi milioni 1. Ni fedheha kwa kweli. Bibie, hebu acha kukataa pesa za bure, tena pesa nyingi kwa wakati mdogo. Yaani hizo pesa unazichukua kwa dakika 5, wakati ukikalculate mshahara wako huo ni mshahara wa miaka 2 katika hospitali hii kwako wewe. Hebu naomba chukua hii pesa, niachie hiyo nundu mimi nifanye majaribio yangu kidogo dakika 5 tu. Wewe, nishakwambia sitaki. Tena koma ulivyokoma kwenye tumbo la bibi yako. Sitaki. Narudia tena sitaki. Ala, Martha. Dr. Martha. Like serious? Huyu bibie amekataa milioni 20 kwa dakika 3. Dakika 5. Dakika 5 sijui 5. Wakati wenzake wanauza hizo nundu hizi wanauza kwa shilingi 3000 show time. I can't believe. Huyu ni binti wa kwanza kukataa pesa nyingi kwa mchezo mdogo. Mimi nilijua tu mke wangu kwamba yule mkongomani atakuwa na imega ya mke wangu, kwa sababu haiwezekani from nowhere tu mtu hamjuani, hujui ni wapi alikotoka, eti anakuja kukusaidia hospitali, anatoa sijui bili zote za hospitali kalipa yeye, anakuja hapa nyumbani anatupa pesa za matumizi. Kumbe anamtaka mke wangu. Mmeanzisha mada ya hovyo ya kuondoka hapa nyumbani, ghafla tu mnataka kuhamia kwa mkongomani.
Mkongomani haila mbungo ya mke wangu. Mkongomani haitafuna ndende hino. Mkongomani alatende na maziwa. Umeanza hivyo Bakari Kiboga kukuza mambo. Bakari Kiboga unaikuza hii mada Unakuza mambo Kama ulikuwa unaukataa msaada wa yule kijana wa watu, ni bora ungekataa tangu upo hospitali kule. Ulikuwa na bili kule la 1,500,000. Sijui hiyo pesa ungefyokola wapi. Kijana wa watu katusaidia, kalipa bili. Anataka pia kutusaidia tutoke hapa kwa sababu ya matatizo ya Zumbe. Bado tu unamshutumu vibaya. Hivyo unataka nini wewe? Mungu akupe nini? Akupe majipu kwenye makalio? Eti akupe upele ujikune? Usinifokee wewe mwanamke, usinifokee. Usinifokee ujue. Ni heri nipewe majipu kwenye kishundu ama upele njikune, lakini si kuibiwa mke mchana kweupe. Naibiwa mke huko. Hasa kabwegele au huyu kachanganyikiwa. Wewe Bakari Kiboga una kabwegele? Umaskini ndio unakufanya ujione kama wewe kila kitu unachokifanya, kila kitu unachosaidiwa na mtu unaona kama unaibiwa mke. Sasa mimi aniibe kijana wa watu, handsome boy yule cheupe, kijana bado mdogo. Yaani kweli ahangaike na bibi kizee, mimi niliyezeeka. Umenitumia vya kutosha, nimezeeka, unaniambia tena nataka kuibiwa. Niibiwa na nani? Mimi nina mvuto gani? Hakuna mwanaume mwingine anayenitaka hapa mtaani zaidi ya Zumbe tu. Huyo kijana wa watu anatusaidia tu bwana. Sasa lakini mke wangu, mimi swala la wewe kutoka hapa kwenda kukaa kwa huyo kijana Mkongomani, hilo swala mimi sijaliafiki. Ndio maana mimi nimekataa katu, sitaki mimi wala mtoto wangu Kishemtoi wala wewe kwenda kukaa kwenye huyo kijana huyo Mkongomani, sitaki. Tangu nizaliwe sijawahi kukaa kwenye apartment. Nasikia tu apartment. Leo hii nimepata fursa ya kwenda kuishi gorofani kwenye apartment. Eti mtu tu from nowhere eti anizuie. We mwenzangu, mimi naondoka. Mimi naenda baba we. Shala. Mke wangu. Haya we. Mwalimu wa michezo. Mwalimu naye kaenda wapi? Mwalimu wa michezo Kitundu karudi. Mwalimu wa michezo. Au yupo huku bado hajatoka tuseme. Mwalimu wa michezo. Yesu wangu. Hiki ni kitu gani tena nakiona? Wewe mwalimu wa michezo? Mbona hili soba limevaa nguo kinyani? Tumbili kavaa nguo za mwalimu wa michezo. Mwalimu wa michezo. Mama yangu toba Maulana, naogopa. Baba, wewe kipara, we handsome boy. Baba kipara nakuita. Sorry, unaongea na mimi mama Rumba hii imeninajisi ubongo wakati. Napenda sana rumba. Basi tumekutana, mimi mwenyewe pia napenda rumba zaidi yako. Naomba basi nikupe company tucheze wote. Ungenyanyuka tucheze. For first time tangu nzaliwe leo ndo natongozwa. Au lijini Amka babangu, njoo tulicheze wote rumba hilo. Aise binti kagoma. Kwa hiyo mzee wangu tunafanyaje? Wewe kwani hizi pesa uzitaki daktari? Nazitaka sana tu. Na ningelikuwa na uwezo ningekusetia yule binti akubali. Kwa sababu mimi toka nifungue dispensary sijawahi kuingiza milioni 20 kwa dakika 5. Basi kamlete mkeo ili ujishindie kikibunda. Sasa mbona unatoa macho Dr. Sengo? Nimekuuliza hii pesa unaitaka huitaki? Hiyo pesa mimi ndiyo naitaka. Ndio nimekwambia sasa. Yule binti huu mchezo kaukataa, umeona? Mchezo wa dakika 5 tu kwa milioni 20. Sasa nilikuwa naomba basi nipatie mkeo acheze huu mchezo kwa dakika 5 tu ili mchukue hizo milioni 20. Jinga kweli. Nadhani masharti hayo hii pesa nachukua hii. Okay, sawa, mimi nitakupatia mke wangu. Sasa mbona unatoa macho tena mzee Zumbe? Mimi niko tayari kukupatia mke wangu ili nipate hicho kiasi cha pesa milioni 20 kwa sababu haiwezekani. Mimi siwezi kuacha pesa nyingi kwa dakika chache hizo. Wakati hospitali yangu
Hii dispensary yangu nafanya kazi, nenda rudi. Hiyo milioni 20 naweza nikaingiza ndani ya siku 2 au 3. Leo dakika 5 tu milioni 20. Kwa nini niziache? Siwezi kuacha pesa hizo. Wewe sema kama unamtaka saa hizi nikamchukue mke wangu nimlete. Makweli leo nimekutana na jitu kulaani na kweli. Kumbe Dr. Sengo nawe unakaukulani na fulani hivi. Lakini nimeipenda hiyo. Hakika wewe ndio mwanaume wa kwanza kunikubalia mimi nifanye jambo na mkeo kwa shilingi milioni 20. Nakushukuru sana wewe bwana we. Hakika hii itakuwa historia katika maisha yangu. Au umefyatuka akili, si akili zako hizo. Maana watu wenye masharubu ya lolala namna hiyo kama miguu ya mende sometimes vichwa vinakuaga vimefyatuka. Lakini wewe si daktari mganga mkubwa wewe. Hauwezi kuwa na akili zilizofyatuka. Hizo ni akili zako kabisa. Basi mimi nimekubali. Mlete mkeo nikupatie kibunda hicho. Zumbe, hebu ngoja nikutoe wasiwasi kidogo. Maana naona kidogo kama una wasiwasi na mimi. Mimi sio punguani, sio mwenda wazimu mimi sio bwabwa pila kiasi hicho sijui na kabwegele. Hizi ni akili zangu mwenyewe timamu. My mind is very clean. Mwenyewe maamuzi yangu decision nimekubali kwenda kumchukua mke wangu uje ufanye naye majaribio hapa kwa kiasi cha pesa hicho milioni 20. Sasa mimi ninachokitaka uniingizie kwanza hiyo pesa ili mimi niende nikamchukue mke wangu. Pesa keshi kwa keshi. Tupeane keshi kwa keshi. Niingizie hiyo pesa haraka kwanza. Nikuingizie pesa tena wakati mzigo bado sijauona. Wewe unataka kuniuzia mbuzi kwenye gunia. Kwa mimi nikiingiza pesa mzigo nao nauona huu hapa live bila chenga. Okay, anyway. Kwa hiyo nataka nikimfikisha hapa umuone alafu ndio ufanye malipo, si ndio? Ndio maana yake hiyo. We have to do it transparent. Maana hii sio biashara madawa kulevya hii. Hii biashara ya wazi. Lazima nimuone kwanza huyo mwanamke, alafu ndo nitakupatia pesa. Okay, sawa. Sio shida hiyo. Ilimradi tu mimi pesa yangu niipate na mimi nitakupatia unachokitaka. Kwa hiyo naomba unipe dakika 20 nifike nyumbani nikamchukue mke wangu nimlete. Sawa? Okay. Fanya haraka basi. Dakika 20. Maana mimi na upwipwi hapa sielewi, upwiru umenishika kweli. Ama kweli tangu nzaliwe sijawahi kuona daktari mbumbumbu kama huyu. Ni daktari ndiyo, anamiliki hospitali ndiyo, lakini mbumbumbu hana akili timamu, ni mwenda wazimu. Kweli. Yaani Bakari Kiboga na ukabwela wake ule hana kitu chochote kile ndani. Masikini wa kutupa alinkatilia katu kunikabidhi mkewe kwa usiku mmoja ili nimsaidie kila kitu nimpe na pesa. Lakini hili limekubali. Ama kweli watu hutofautiana. Wadhifa na madaraka na utajiri hawezi kumfanya mtu awe mbwembwe namna hii. Mbwembwe kautoa wapi huyu? Madam, nashukuru sana kwa ushirikiano wako. Umenipa kampani ya kutosha sana. Nilikuwa nimekaa peke yangu pale kinyonge. Lakini wewe umeniamsha, umenichezesha kidogo angalau najisikia vizuri. Nilikuwa naomba sasa nirudi mezani nikaendelee kupiga maji kwa sababu bado nina kiu. Mimi huwa napendaga kulewa sana. Bado sijalewa kabisa yani. Jamani babangu, kipara, handsome. Mbona unanifanyia hivyo lakini kipara wangu? Yaani mimi ndio kwanza vibe limeanza kupanda. Unataka kunikimbia tena? Mimi nataka kucheza na wewe bwana. Sio hivyo bwana. Mimi siwezi kukukimbia mlimbwende. Nikukimbie mimi wewe jamani kweli? Si nitakuwa mwenda wazimu au sio lijali. Kwanza mimi nimefurahi sana. Bado nina wengi hapa. Ngoja nikale bia kwanza. Nikilewa ndio nitaelewa ni kitu gani kinaendelea. Kwa sababu haiwezekani mimi toka nianze kuja kulewa kwenye bar sijawahi kushobokewa na mwanamke. Leo ndo mara yangu ya kwanza. Nimechanganyikiwa, nimevurugwa. Hebu ngoja nikalewe kwanza. Linaninga baby jamani. Wewe si bado upo mama yangu au unaondoka? Mimi bado nipo. Siwezi kuondoka saa hizi. Lakini kama nilivyokuambia toka mwanzo kwamba mimi situmii pombe, sinywi, nimekuja tu kucheza muziki. Na wewe sasa hivi ndo unanikataa hivyo unanikimbia jamani. Nitakuwa nimebaki hapa lonely jamani. Lakini anyway, sio shida. Wewe nenda kalewe. Lakini nitakusubiri hadi utakapomaliza kulewa. Nakuomba kitu kimoja, ukimaliza tuondoke wote nyumbani. Twende wote basi nyumbani kwangu leo jamani. Babangu, si ndio utanikubalia twende wote nyumbani? Twende wote nyumbani kwako tena? Kuna nini? Kuna issue gani huko? Basi tu ni kampani, afu leo najisikia kuogopa hizi radi na mamvua yanaonyesha haya, naogopa kweli kukaa peke yangu ndani. Ukanipe kampani tu angalau tukiwa wawili nitajisikia furaha.
Hivyo ni mtu au jini? Hivi wewe ni mtu au jini? Kwani ukuba umefuata nini wewe? Mbona sikuelewi jamani? Hatumii pombe, kaja club usiku ba alafu anataka niende nikalale kwake. Anataka kunigema nini wewe? Na rangi yake sielewi. Rangi ya rangi sijui. Blue sio blue, njano sio njano. Okay, anyway, ngoja nikalewe kwanza. Nikishalewa ndio kichwa changu kitaniamuru niende au nisiende. Mwalimu, kuna shida. Kuna kitu hakiko sawa kabisa. Kuna kitu hakiko sawa. Nilikuwa namtafuta mwalimu wa michezo. Umeona bwana? Nikakumbuka mara ya mwisho nilimwacha kwenye chumba kile cha ambacho huwa tunakunywa chai mle walimu. Nimeingia namkuta mwalimu wa michezo. Nguo za mwalimu wa michezo, lakini uso ni ngedere. Amekuwa nyani, sijui ngedere, sijui tumbili yule. Hata sielewi kabisa ni kitu gani kimetokea. Mie nalegea. Nachoka kabisa kwa sababu wewe ndio umekuja kunilegeza zaidi. Mie hapa penyewe ninalikesi. Bosi wetu msimamizi mkuu wa hii shule Bwana Gura mkapotea, haonekani siku ya 3 hajafika kazini. Leo tena waja kunipa kesi nyingine, sijui huyo mwalimu wa michezo kageuka ngedere, tumbili. Tumbili gani wa ajabu? Sasa ulikuwa unategemea hizi taarifa nikampe nani eti mwalimu? Nikampe nani hizi taarifa? Mimi ni msimamizi tu, nimekuja kusimamia mtihani. Wewe ndio mwalimu uliobaki tu hapa kwenye hii shule. Na taarifa ambayo nimekuja kukupa ni live bila chenga, sio uongo. Nyanyuka twende ukamuone. Twende ukamuone mwalimu wa michezo. Amegeuka kwa ngedele kweli. Ngedele ni mauzauza kwa kweli hii shule. I'm tired. I'm really tired. Nishachoka nalegea. Hapa penyewe kunyanyuka tu. Wacha kutembea hadi huko kwenda kumwangalia huyo ngedere. Hapa nishachoka, hata kusimama siwezi, nalegea. Wallahi nakuomba msimamizi, nenda kaendelee kusimamia mtihani. Mambo ya hapa hayo haja kuleta. Mimi nalegea, nachoka. Mbona hiki nacho kituko? Hiki si kituko nacho hiki. Sasa unalegezwa na kipi? Wewe unalegezwa na kipi? Na wewe ndio umebaki hapa. Mimi hakuna mtu mwingine ambaye naweza kushirikiana naye kwenye upande wa hapo wenyeji wa shule zaidi yako. Usikilegea hivyo mimi nitamwambia nani matatizo ambayo yanatokea? Shule yenu yenyewe ina mauzauza kibao, kede utumbo mtupu. Halafu bado tu wewe unasema unalegea. Hebu nyanyuka bwana, nyanyuka. Sawa, wewe usinipelekesha hivyo. Nishakwambia nalegea, lege nachoka. Siwezi kusimama, miguu yantetela huku siwezi. Yaani uloto sina. Umeelewa Sawa, wewe nenda kafanye kazi ya kusimamia mtihani. Hayo mengine niachie mie, nitakwenda kwa muda wangu kwenda kumuona huyo ngedere. Mtihani kwa kweli. Yaani hapa mimi sijaje kusimamia mtihani mmoja. Hii ni mitihani zaidi ya 2 3. Darasani kwenye chumba cha mtihani kuna mtihani, na huku tena ofisini walimu mitihani. Yaani ni mitihani chungu mzima. Sheto, hivi unajua baba yako ni sijui ni mtukane, ila basi baba yako kagoma, kakataa kata. Eti katu limekataa kuja kuishi kwenye jumba la kifahari kama hili jamani, Bakari Kiboga. Mtu kaamua kutusaidia. Angalia sasa mazingira yalivyokuwa mazuri. Mazingira tulivu. Tuna AC ya kutosha jamani. Na msimu wa mvua huu jamani, ili banda litamdondokea yule baba. Muache tu. Mimi nimeondoka. Nikamwambia wewe baba, kama umekataa kwenda kuishi kwenye jumba la kifahari, potelea pwete. Mimi naondoka. Siko tayari. Unajua Maja, Bakari Kiboga tuseme sijui ni wivu, kwa sababu tukisema wivu ni uongo. Kwa umri uliofikia chacha hivi, sidhani kama kuna haja tena ya kuanza kuoneana wivu. Nyinyi sasa hivi mmezeeka, mmekuwa watu wazima. Sasa mzee, wivu wa nini mzee? Ule umri ukashazeeka yule. Sasa angalia, kijana watu kaamua kutusaidia kuja kuishi kwenye nyumba yake ya kifahari. Kama unavyoona nyumba hadi vitasha vya dhahabu. Alafu mtu anakataa. Kweli unakataa bahati kama hiyo ilioje? Damu ya umaskini inamsumbua yule. Unajua yule uko wao wote, uko wao unavyomuona Bakari Kiboga ndio vile. Hakuna hata mtu mmoja ambaye ana baskeli bovu. Hata baskeli bovu hawana wanachomiliki. Kwa hiyo anavyoona hivi vitu vya anasa, utajiri, yeye anaona kama ni vitu ambavyo kwa kweli ni vitu vya ajabu kwake. Sasa mimi mwanangu, mimi siko tayari kuendeshwa na mwanaume wakati naona kabisa kuna mtu ambaye anaweza kutubadilishia maisha. Huyu kijana tukikaa naye vizuri, huyu atatubadilishia maisha yetu. Tutaacha kabisa kufedheheka mtaani. Mimi nimemkimbia yule mwanaume, atajua yeye mwenyewe. Akiamua kuja sawa,
Hataki, basi ataishi huko nyumbani peke yake. Achana naye, sisi tutulie zetu hapa, tuponde maisha. Achana naye kabisa. Sasa yuko akaenda wapi tena? Demu wangu. Demu wangu. Jamani ya demu wangu bwana. DJ, hebu zima kwanza mziki bwana. Vipi tena? Demu wangu simuoni demu wangu alikuwepo hapa. Alikuwa na rangi fulani hivi, kavaa nguo nyeusi, kilemba cheusi, alafu alikuwa na rangi hivi tofauti na nyie. Yuko wapi demu wangu? Wewe ita demu wangu hujamuona? Ina maana haunisikia au unafanya makusudi ili nianzishe timbwili humu ndani. Demu wangu namtaka, demu wangu anaitwa Bikachara, alikuwepo humu ndani, ana rangi hivi fulani tofauti na nyie. Demu wangu yuko wapi waita? Waita, demu wangu yuko wapi? Kwani yule ni demu wako? Mbona kuna daktari mmoja amekuja hapa, amemchukua akaondoka naye. Daktari? Hao. Huyo mwanamke unayemzungumzia wewe baba, huyo mwanamke kafatwa hapa na mume wake. Mume wake ni daktari. Si mwanamke hivi ana rangi sijui ya blue ile, sijui ngozi yake imefanyeje, kama anauma hivi, hata sielewi ni shida gani. Kwa hiyo kafatwa hapa na mume wake daktari. Nimemwona hapa kaja depo akamshika mkono akaondoka. Huyo daktari kaniwahi bwana, sio mume wake wala nini, kazi ngumu kinoma. Kwa sababu yule ni demu wangu, na demu yule kaniambia yeye mwenyewe kwa mdomo wake kwamba nimalize kunywa kamnyweso, nikimaliza kunywa nitaondoka naye. Umeona? Nitaondoka naye nyumbani kwake tukapumzike pamoja. Sasa kama mtu ana mume anaweza akakwambia hivyo kweli? Huo ni uongo bwana. Yule demu yuko wapi wewe mama wewe? Sasa hapo babangu mimi kwa kweli sina ninachokijua kwa kweli. Maana hicho nilichokusimulia ndio nilichokiona. Ameingia daktari hapa na koti lake jeupe kabisa. Ameingia hapa ana masharubu hivi mbaba, umri umeenda kidogo kama wewe tu umri wake. Umri umeenda kidogo na masharubu yake hivi yamedondoka kama mchicha uliopigwa na jua. Akaingia hapa naona tu akanyata nyatu akamshika mkono yule mama. Akamwambia tuondoke, wakaondoka wote. Sio mume wake huyo. Ingekuwa ni mume wake kweli, asingekuwa anamchukua kwa minyato. Kwa sababu haiwezekani wewe mke wa mtu upo club usiku, mume wako akufuata club halafu akuchukue tena kwa minyato. Lazima ungegombana kidogo. Kungekuwa na ugomvi mkubwa sana. Huyo daktari kaniwahi huyo, kashaniharibia ratiba. Mimi nilikuwa na ratiba ya kwenda kutoa mafuta leo. Kazingua kinoma. Yaani ningemuona ningemnukia kichwa huyo. Halafu demu kanichobokea mwenyewe rafiki yangu. Mimi tulia zangu pale napiga zangu mvinyo, demu kaja, baba nakutaka wewe handsome." Ananiita handsome. Handsome mwenye kipara katikati nakutaka. Leo hii mtu anakuja anamchukua kizembe hivi anaondoka naye. Kwani sikuwa active, halafu mimi nilikuwa nalinga, yani naona kama sijui napendwa sana. Ndio hivyo tena, sio bahati yako, sio riziki hiyo. Wewe subiri tu, labda riziki yako inakuja nyingine. Kashaondoka yule, kachukuliwa tena hadi unastuka saizi, maana yake umechelewa sana. Washaondoka, kama kufika nyumbani washafika, kwa sababu almost 1 hour nilisali zima toka yule baba aje hapa amchukue yule mwanamke. Washanikata, yani hata sitamani tena kuendelea kubaki hapa bana. Nilizani anandanganya, kumbe mkweli huu bwana kageuzwa ngedere. Tena huyu si ngedere, huyu mbona kama nguchiro. Hapana, ngedere huyu. Sijui tumbili. Huu bwana tumbili. Kumbe mjomba Nchumali ageuza tumbili huku. Ila huyu bwana kiherehere alizidi huyu. Wacha wamgeuze tumbili. Sasa hata sina idea nitamsaidia vipi huyu. Mimi nishachoka, nishalegea lege. Huku mwalimu mkuu ambaye ni mmiliki wa hii shule katekwa. Siku ya 3 hii haonekani. Familia yake hajakunilia mie. Mume wetu haonekani. Sasa mimi nitakuwa nimemfyatika wapi? Huyu naye maskini ya Mungu kageuzwa tumbili. Hata sijui namna ya kumsaidia. Labda nimpe hai tu. Hai Mr. Ngedele. Hai tumbili. Hello. Alo Mr. Tumbili. Alo. Si hata lugha gongana. Mimi nishachoka, nalegea. Darasa, haki ya Mungu tena na hapa mbele za Mungu. Hamtaniona tena nikishobokea vitu ambavyo havinihusu. Nitafanya kilichonileta kusimamia mtihani, mambo mengine nitayaacha kama yalivyo. Yaani nilichokikuta huko
Nilichokikuta huko kwa kweli hakielezeki, hakisimuliki kabisa. Huyu kijana aachwe kama alivyo, apewe ulinzi. Kitundu apewe ulinzi. Darasa, Kitundu apewe ulinzi. Sijui kimemkuta nini huko, maana akabadilika ghafla. Saizi amekuwa mpole, anamuappreciate kabisa. Usikute mwalimu wa michezo hatunaye tena. Na hicho haswa ndo kitakuwa kimetokea, kwa sababu huyu si alienda kumfuata mwalimu wa michezo ili tukenda kumwambia kwamba Kitundu karudi tena darasani. Sasa mbona amerudi amenyongonyea? Maana yake ni kwamba mwalimu wa michezo Kishundu juu. Darasa, Kitundu Bwambwalu sio Bwambwalu. Kitundu jemedari sio jemedari. Kitundu comrade sio comrade. Huyu ni comrade aliyopitiliza. Kwa kweli darasa, saa hizi nimeanza kujitambua kwamba haya mambo yote ambayo nilikuwa nayafanya mwanzo sio mambo ambayo yamenileta hapa. Mimi ni msimamizi wa mtihani na nitafanya kazi ilionileta. Kamwe sitakuja tena kumchokonola huyu kaka. Huyu ni kidume, dume la mbegu. Hili ni jemedari, jiwe jabari. Kwa kweli mimi niendelee kugawa mitihani ili muendelee kufanya mtihani kama kawaida. Safi sana madam kwa kujitambua, kwa maana huko kuliko kwa kunaendelea sasa ulikuwa unatafuta vita ambayo haikuhusu, na vita ni vita mura. Yaani mimi Kitundu niko lelelele na hakuna mtu ambaye anaweza kunichokonola hapa kunitoa nje. Na kama hivyo ulivyoenda kukuta huko, si umemkuta mjomba Nchumali mwalimu wa michezo kwamba kageuka ngedere? Uambie tu darasa kwamba mjomba Nchumali sasa hivi kageuka ngedere. Msigune, ndio hivyo darasa. Mwalimu wenu wa michezo kageuzwa ngedere, na yule sio ngedere, sijui ni kima yule, sijui tumbili, hata sielewi, maana kokote utakapomweka na fiti. Hadi huruma jamani. Yaani ndio hivyo, inauma lakini itabidi tuifinyie kwa ndani tu. Inabidi muifinyie kwa ndani. Wewe nawe Cheupe, si unaweza kuifinyia kwa ndani labda? Mimi usinitusi sasa mjomba. Hayo matusi, mimi mtoto wa kiume mwenzako bana. Sasa fani wewe unatakaje? Kwa mfano labda, for instance, tuchukulie mfano tu. Nikakuita Aisha Cheupe. Wewe utanifanya nini? Utanifanya nini Sam Cheupe? Madam, gawa mitihani bana. Anaitafuta mwanaume wa kumwoa. Mwanaume nipa hapa, nimejaa tele. Mwanamke yote ambaye anahitaji futa liko hapa, nimejaa tele. Jamani, mwanamke yote ambaye anahitaji mwanaume wa kumwoa, mwanamume nipo hapa, nimejaa tele. Mke wangu kachukuliwa na Wakongomani, hapa nimebaki mtupu, sina chochote. Kwa hiyo mwanamke yote ambaye yuko tayari tuoane, mwanamume nipo hapa, nimejaa tele. Yule mzee siku hizi amekuwa mlevi. Umekuaje tena mzee Bakari Kiboga? Yule si Bakari Kiboga yule. Ndio yeye yule. Imekuaje? Mke wake kachukuliwa na Wakongomani, na maana Bimlole kachukuliwa na Mkongomani kivipi hao? Futa liko hapa, nimejaa tele. Aise. Na kwa hali hii atachanganyikiwa huyo. Atakuwa mwenda wazimu kabisa huyo. Jamani, mwanamke tutamkosa huyo mzee. Anahitaji mwanaume wa kumwoa. Kama mke nimekosa, mnitaki potelea pwete, basi ngoja niwape ofa ya bia. Kunyweni bia, mtaki. Kunyweni bia lakini mtalipa wenyewe. Nilitaka nishangae, huyu baba chizi amechanganikiwa. Ana pesa gani za kuanyweshwa bia watu wote hapa ba, wakati ya mwenyewe hiyo bia moja akakopa. Takia matatizo. We baba, yani umenichukua bar club vizuri dep nikajua kuna issue gani ya msingi unataka kunipa, unanirudisha tena hospitali. Kwani mimi nimekwambia kwamba nina shida ya kutibiwa tena? Hii rangi nimeridhika nayo baba yangu, sitaki itolewe. Umenisikia wewe? Kama huna mchongo mwingine tofauti na huo, ni heri uniache niondoke. Alafu umeniharibia mchongo wangu ujue. Kuna mbaba wangu pale nitaka niondoke naye leo. No, hapana madam. Mimi sijakuchukua pale kwa sababu ya kuja kukupa matibabu. No. Kuna issue, kuna mchongo wa pesa. Kuna kama milioni 5 hivi za bure za kuchukua tu, na nimeenda baa kwa sababu najua watu wa baa kidogo angalau niwaelewa kwenye hayo mambo na hawamaindishi sana vitumbua. Umeona? Na nilipoingia pale nikaona wewe umechangamka, hili dili unaliweza, lakini dili unatakiwa uemitate, ujifanye kama wewe ni mke wangu mimi wa ndoa. Hili dili linaenda kutika na unachukua milioni 5 hizo fast. Nipe mchongo sasa. Hapo kidogo angalau umenileta kwenye leli. Nipe mchongo baba. Kuna mzee hapa, ule mzee alikatwa kende moja. Sasa sisi tukamfanyia matibabu, operation, tukamfanyia upandikizi, kidogo hali yake iko shwari. Sasa anataka kufanya majaribio ili ajue kama kelenge yake inafanya kazi vizuri au la.
Umeona? Sasa katika kufanya majaribio huko anamtaka mke wangu mimi wa ndoa, na sijui na upuzi wake mwenda wazimu yule. Kwa nini anamtaka mke wangu? Sasa mimi kwa sababu nataka haya majaribio yafanyike na maombi yake yeye ni kwamba anamtaka mke wangu, nimekwenda kukuchukua wewe usimame kama mke wangu wa ndoa, mpe yule bwana kitumbua. Sasa mbona unanitolea macho tena? Hujanielewa? Au hutaki hizo milioni 5 za bure? Maana hizo ni pesa za kuokota tu. Utajifanya wewe kana kwamba ni mke wangu wa ndoa na kukabidhi kwa huyo babu, atafanya anachokitaka na hisi hatachukua muda mrefu kwa sababu najua yule ni chwichwa dakika 2-3 utamaliza huo mchongo, halafu tutagawana. Mimi nitakupa milioni 5 zako, halafu kila mtu atafanya mambo yake mengine. Alo, kwani wewe daktari? Kwanza unaitwa nani samani? Mimi naitwa Dr. Sengo, na pia naomba unisamehe sana madam kama nitakuwa nimekupa mchongo ambao sio vitu vyako, unisamehe. Dr. Sengo sio jina geni kwangu kwa sababu hii hospitali ndo nilikuja kutibiwa mimi nilivyozilai. Hivi hapa si kuna binti mmoja anaitwa Dr. Martha? Yupo yule ndio. Au huyo Dr. Martha ndo kakusimulia akakupa historia zangu ulumbi? Maana mimi nina jini mahaba, nina jini la umalaya limepitiliza, yani hapa upipu hali ya juu kwenda mbele yao. Na hisi huyo Dr. Martha ndo akakusimulia akakupa habari zangu Hapana, kwa kweli Dr. Martha hajawahi kunieleza chochote kuhusu wewe. Ni mimi tu mwenyewe nilijiongeza baada huyu mteja wangu kusema kwamba anataka kufanya majaribio, na majaribio hayo anataka kuyafanya kwa mke wangu. Najua mke wangu asingekubali kufanya majaribio na yule bwana kwa lolote lile, kivyo vyote vile asingekubali mke wangu. Sasa mimi ili kulinda brand ya hospitali yangu na brand ili mteja wangu asiondoke na pesa, nimeamua kutafuta mtu yoyote ili mradi tu nimpakazie kama wewe ni mke wangu, ufanye hiyo kazi ili kila kitu kikae sawa. Na mimi nikaona sehemu nzuri ya kupata mwanamke ambaye anaweza kufanya hii kazi bila kuzungushana ni bar, klabu. Ndio nikaenda klabu, nimekuona wewe, wala si Martha aliye ni direct kwako. Basi sasa Dr. Sengo, yani hapa kama ni mpira basi umecheza kama perege. Eti perege tena, umecheza kama pere, umepatia mule kabisa. Mimi ndo mama lao. Hivyo ndo vitu vyangu hivyo mwenzako, nikwambia hata pale baa ulivyokuwa unaniona na ndunya na cheza pale, nilikuwa nasubiri kuna libaba lina upara hivi katikati pale, kama umeliona, ndio nilikuwa nalitegea mitego lile nile nikale mbunga. Lakini hii ni kama bahati sasa ilioje. Hapa ni sawa na kuokota dodo jangwani. Mimi hiyo kazi nafanya, na milioni 5 ni nyingi sana babangu. Kama ni milioni 5 ni nyingi sana. Mimi nilikuwa nahitaji 3 tu, milioni 3 tu babangu. Mimi hiyo kazi nafanya. Yuko wapi huyo mzee mwenyewe nimpelekee moto? Okay, lakini mtu mwenyewe ni mbabu kidogo, ana miaka karibia 60-70 hivi. Kati na kati hapo ni mbabu. Bwana wewe, hivyo Dr. Sengo hivi unanijua vizuri mimi. Mimi sichagui. Mimi ni kama fisi. Ushawahi kumuona wapi fisi anachagua nyama? Na kula hadi mifupa. Hata wewe mwenyewe nikiamua na kutafuna. Hebu nionyeshe huyo mbabu nimchezeshe kindumbwe haraka mimi bwana. Okay, lakini sasa usitoke kwenye reli. Umeona? Mimi ni mume wako. Yaani tukienda pale wewe ni kuniita tu baba mtu au mume wangu, mzee Sengo au Dr. Sengo mume wangu. Sawa, ili ajue kabisa kwamba yeye ni mke wangu, nimemleta kwake kwa sababu yeye anachokitaka ni mke wangu. Okay? Okay, sawa. Haya basi nifuate. Mwanangu kuwa nikutume wapi kwa mfalume? Kuna ng'ombe zetu 12, moja yaga kasoro nyani mkindu timkindule, kasoro mafiga tumkindule. Najua kilichokuleta wewe. Si mwalimu katika shule ile ambayo mwanangu Kitundu anafanya mtihani, si ndio? Wala hujakosea, ndio mie naitwa mwalimu Ngunga, ama wanafunzi wazoea kuniita mwalimu domolelelele, mwalimu mlegeza domo zege, ila hilo jina la uchokozi domo zege sipendagi sana watu waniite. Sasa mimi nitakuwa na kuita hilo la uchokozi hilo. Domozege, mwalimu Domozege, kwa sababu yani mdomo wako na namna ulivyo, matamshi yako sijui nisemeje, yani kwamba sura na muonekano ni Osama bin Laden
lakini sauti togwa. Domo zege hilo. Halo. Domo zege. Potelea pwete. Ila tu kilichonileta hapa bwana weye, najua hakuna mtu mwingine ambaye ataweza kumfanyia unyabwembwe mwalimu yule wa michezo. Mwalimu wetu kageuzwa ngedere yule bwana, mjomba Nchumali, mwalimu kiherehere yule kageuzwa ngedere. Sana najua hakuna mtu mwingine anayeweza kufanya huo ukatili zaidi yako weye au mwanao Kitundu. Basi naombeni mumsamehe yule bwana arudi katika hali yake ya kawaida. Mtoto akililia wembe unampatia kidogo angalau ili umsonokole. Yule bwana na kiherehere sana. Sasa dawa ya mtu kiherehere ndio ile tumemtuliza. Muache mwenzako aenjoy maisha ya ungedele. Au na wewe unataka kuwa ngedele? Mimi sitaki kabisa kusikia hicho kitu. Ndio maana nimekuja kukuomba tena kwa unyenyekevu unisaidie yule bwana arudi katika hali yake ya kawaida. Mimi mwenyewe najua kwamba yule nkiherehere na lile litakuwa funzo kwake, kashajifunza hata kuja kuichokonoa familia yako. Basi mrudisheni katika hali yake ya kawaida. Ombi lakini hilo. Okay, sawa, nimekuelewa. Lakini acha nikupe swali moja la mtego kwanza. Ukilijibu kwa usahihi, basi yule bwana mimi nitamrudisha kwenye hali yake ya kawaida. Je, mwanangu Kitundu anastahili kufanya mtihani au hastahili? Jibu hilo. Mwanao kwa kweli hastahili. Anastahili kufanya mtihani kwa sababu ule kijana tumemfundisha pale kuanzia vidudu chekechea hadi darasa la 7. Saya nini kumstopisha mtoto alosoma shule hiyo hadi darasa la 7 eti leo asifanye mtihani wa mwisho? Hawa walokuwa wanamfukuza ni wenda wazimu. Mimi naona kabisa Kitundu anastahili kufanya mtihani. Perfect. Swadakta. Umejibu vizuri kabisa. Wewe una degree ngapi wewe mwalimu? Nina diploma. Basi mimi nakutunuku degree. Tena sio moja tu, nakutunuku degree 2. Masters. Inakuwa masters. Hiyo yako hiyo umepata. Hiyo nimekupa. Hili ndio ni mwalimu lenye akili bwana. Wengine ni mambombombo. Sasa kwa sababu umejibu vizuri hilo swali, yule bwana nitamrudisha kwenye hali yake ya kawaida. Lakini sharti hadi mtihani uishe. Mwanangu amalize kufanya mtihani kwa amani, ndipo nitakapomrejesha yule bwana. Tumeelewana? Hapo nimekuelewa vizuri sana ndugu yangu. Asante, shukrani. Usijali, ubarikiwe. Ndugu mwenyewe mwema. Wali wa michezo afunguze tafuta. mlango utuvunje kwa sababu kweli huyu mtumishi upo huko ndani. mtu yupo huko ndani bana. Tukakaa hapa kumbe huu mlango wa kuvunja huu. Hii kesi ishakuwa. Siku ya tatu yaonekana. Kweli kabisa. Huu mlango. Alafu mbona unavunjika huu? Unavunjika huu. Yesu wangu. Yesu Kristo. Wanavunja mlango kweli. Ya huu. Aisee, hii kesi ishakuwa ngumu. Hapa ni kujificha tu. Unavunjika huu. Hapa ni kujificha kabisa. Hapa nadhalilika leo. Haya, twende haraka kidogo mama. Maana hapa mambo ni mengi, muda ni mchache. Umesema aliyepotea ni nani? Ni mume wangu. Najua ni mume wako mama. Nataka kujua anaitwa nani? Aha, ulikuwa unamaanisha jina lake. Anaitwa Guram Josephat Mswati. Amepotea siku ya ngapi leo? Ni siku ya 4 sasa. Atoke nyumbani kuelekea kazini. Hajarudi nyumbani. Una uhakika kapotea kweli huyu bwana? Au amefungiwa kwa mke mdogo? Hapana, kwa kweli. Mume wangu hana hiyo tabia wala hana mke mdogo. Mimi nimeolewa peke yangu na najua niko peke yangu. Na Guram kwa kweli hana tabia ya kutokuchelewa kurudi kutoka kazini ama kukawia siku 2 au 3. Hii ni mara ya kwanza, ndio maana nimepata wasiwasi na kuja kuripoti hapa kituo cha polisi. Mume wangu kapotea. Jamani, naomba mnisaidie kumtafuta yule baba. Kapotea. Umesema anaitwa nani vile? Anaitwa Guram Josephat Mswati. Hiyo Mswati ya mwisho hiyo ndio imeharibu kila kitu hiyo. Huyo bwana mie najua hajapotea kabisa huyo. Hajapotea huyo, kafungiwa ndani na kitoto cha 2000. La si kitoto cha 2000 basi una mke mwenza we. Na mimi nilitaka niseme hivyo alivyosema huyo bwana. Kama huyo bwana ubini wake ni Mswati, basi atakuwa ameiga tabia za Mswati. Ameiga tabia za Mswati huyo bwana. Mswati alikuwa ni king, mfalme ambaye ana mademu kibao kede.
Sasa huyo bwana kama ni Guram Josephat Mswati, basi atakuwa yupo kafungiwa huyo. Huyo bwana amefungiwa ndani na kitoto cha 2000. Kama sio kitoto cha 2000, basi wewe una mke mwenza wewe. Bwana Zumbe, ili kukamilisha zoezi letu la matibabu ya upasuaji na upandikizi wa kizazi makende, ulihitaji kufanya majaribio, na majaribio hayo uliyataka kufanya kwa mke wangu kwa makubaliano ambayo tuliyasema mimi na wewe asili. Sasa mimi bila hiana, bila kuweka shingo pembeni upande, nimeamua kukuletea mke wangu. Mke wangu ni huyo hapa. Mbona kama namfahamu huyo? Hii sura si ngeni hii.